Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 lilimkamata mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Joyce Mbaga au maarufu kwa jina la Nicole kwa tuhuma za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, lakini kufanya biashara hii ya kuanzisha magrupu na kukusanya pesa kinyume na sheria ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha. Matukio haya yametokea maeneo tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam na wakati mwingine nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa kuhamasisha baadhi ya watu, akianzisha magrupu mbalimbali na kuweka majina hewa kwenye magrupu hayo kwamba wanachangia pesa na baada ya muda mfupi basi utapata kiwango kikubwa cha pesa, swala ambalo baadaye anakuja kutopatikana kwenye simu na kupotea na pesa ambazo watu wamechangia. Mtuhumiwa huyu Joyce Mbaga Nicole, mpaka muda huu kwenye hatua za awali, watu zaidi ya 16 wamejitokeza kumlalamikia na kuchukuliwa pesa zao katika mfumo huu ambao ni wa kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu katika mazingira ambayo nimeyataja. Hatua za kisheria ikiwa ni pamoja na kuishirikisha ofisi ya mashtaka zinaendelea ili kuona ni jinsi gani mtuhumiwa huyu atafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria ikiwa ni pamoja na mahakama. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kuchukua tahadhari ya kujiunga na magrupu wasioyajua au kujiunga na linki mbalimbali wanazotumiwa wasiozijua, hasa zile ambazo zinawatamanisha, zikiwa zinawahamasisha kuona kwamba wakijiunga na michezo hiyo wanaweza wakapata kiwango kikubwa cha pesa na faida kubwa. Swala hilo likikufikirisha na kukifikisha kwenye kiwango hicho, ujue karibu unatapeliwa au pesa yako inachukuliwa kwa njia ya udanganyifu. Narudia, wananchi waendelee kuchukua tahadhari na michezo mbalimbali inayoanzishwa kuhusiana na masuala ya pesa na watu ambao hawajui, au kutumia majina ya watu ya uongo, majina maarufu, na baadaye ikija kuchunguzwa inabainika kwamba watu hao ni walaghai, lakini ni wahalifu ambao wanajipatia pesa kwa kutumia mitandao, na pesa hizo zinachukuliwa kwa njia ya udanganyifu. Aidha, jeshi la polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatambua maandalizi mbalimbali ya mchezo wa soka ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao uko Temeke jijini Dar es Salaam. Tunatambua uwezo wa uwanja ule ni kuchukua watu zaidi ya 60,000 na tunatambua wananchi wengi ambao ni wapenzi wa soka, hasa wapenzi wa timu hizi mbili, wako kwenye harakati mbalimbali za maandalizi ya kuona kwamba wanaingia kwenye mchezo huo wa soka kwenye uwanja ambao nimeutaja. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, kwa sababu ya uzito wa mchezo huo na kiwango cha wanasoka ambao wanatarajia kuingia uwanjani, limejipanga vizuri kabla ya mchezo, wakati wa mchezo na baada ya mchezo, kuona kwamba masuala yote yanafanyika katika mazingira yaliyo salama. Aidha, tumeendelea kusisitiza watu wa soka wakate tiketi zao mapema, na hatushauri mara kadhaa siku ya mchezo masaa machache watu kuenda kwenye uwanja ule wa Benjamin Mkapa na kuanza kutafuta tiketi. Aidha, TFF watakapotangaza ni saa ngapi muda wa mageti yatafunguliwa, ni vema wale mashabiki
wakaingia mapema zaidi ili kuondoa msongamano wa foleni za watu kuingia kwenye mchezo bila ya lazima. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam litahakikisha kwamba watu wanakwenda kwenye burudani na sio kwenda kwenye masuala ambayo yataelekea kutendeka kwa vitendo vya kijinai. Jeshi halitavumilia vitendo vya kijinai vitakavyojitokeza kwenye uwanja huo na baadhi ya wanasoka, ikiwemo baadhi ya watu wenye tabia ya kutoa matusi mazito kwenye uwanja ule, na baadhi ya watu kufanya vitendo ambavyo ni kinyume na taratibu, desturi na mila za Watanzania. Jeshi litashirikiana na mamlaka zingine za michezo, lakini na dola, masuala ya kiusalama, kuhakikisha kwamba watu wanaoingia mle hawajengi taharuki au kusababisha masuala yoyote ambayo yatakuwa ya uvunjifu wa sheria ambayo yatajenga taharuki kwenye soka ile. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawatakia maandalizi mazuri timu zote, lakini mashabiki wote, na kwamba litakuwa tayari kutimiza majukumu yake bila woga au kumwonea mtu yoyote. Tunawatakia kila laheri wanachama wote wa timu zote, na tunaendelea kusisitiza wanasoka wasiende uwanjani na matokeo yao mfukoni.